Siku ya leo taifa hili la Kenya kwa mara nyingine tena tunaomboleza vifo vya wanafunzi zaidi ya 16 kufuatia mkasa wa moto katika shule ya utumishi huko eneo la Gilgil. Na hivi sasa hiyo ndio taarifa yetu kuu, na nitakupeleka moja kwa moja hadi katika shule hiyo ambapo mwenzangu Nancy Okware amekita kambi akifuatilia yanayojiri katika shule hiyo. Na Nancy, tunajua kwamba kama unanipata, tunajua kwamba zaidi ya wanafunzi 16 wamefariki na wengine zaidi ya 79 kujeruhiwa kufuatia mkasa huo wa moto. Sijui kuna habari gani mpya ambazo labda unaweza ukatujuza mimi na mtazamaji? Eneo la Gilgil tunafahamu ya kwamba ni siku ambayo imekuwa ya majonzi baada ya moto kuteketeza bweni usiku wa manane wanafunzi walipokuwa wamelala, na taarifa ambazo tumedhibitisha ni kwamba wanafunzi 16 walipoteza maisha na wengine 79 wakajeruhiwa, na kati ya hao 79, 71 waliondoka hospitalini baada ya kutibiwa, kukasalia wengine 7 hospitalini, na kile ambacho tunafahamu ni kwamba wanafunzi hao ambao walijeruhiwa tayari wamepelekwa katika hospitali ya Kenyatta katika kaunti ya Nairobi ili wazidi kupokea matibabu zaidi. Shughuli zimekuwa ni nyingi katika eneo hili kuanzia mwendo wa asubuhi baada ya moto huo kuzimwa. Kumekuwa na wazazi ambao walifika hapa wakati ambapo walipata taarifa kuhusiana na moto huo, wakiwa na majonzi, wengine wakiwatafuta wanao, manake hawakuwa wanafahamu ikiwa wapo ama walikuwa miongoni mwa wale ambao wamejeruhiwa. Na bila shaka kuna wale ambao waliweza kuwapata watoto wao, na baada ya kuwapata waliruhusiwa kuondoka na kuelekea nyumbani, manake shughuli katika shule hii sasa hivi zimesitishwa kufuatia mkasa huo wa moto. Kile ambacho mtazamaji kinaendelea sasa hivi nyumba yangu ni kwamba bweni hilo sijui kama utaweza kuliona, lakini hilo ndilo bweni ambalo liliteketea, linafahamika kama Melin Waithera Block, na ni hapo ambapo moto huu ulitokea, na mchana wote kumekuwa na ile shughuli ya kujaribu kuitambua mili hiyo 16 ya wale ambao walifariki. Ni shughuli ambayo imekuwa tu ndefu, manake ilianza mwendo wa asubuhi na baada ya kukamilika kuanzia mwendo wa saa 11, basi miili hiyo ilianza kutolewa katika bweni hilo moja baada ya mingine, na kufikia sasa hivi miili hiyo bado imelazwa pale, huku tukisubiri kuona ni wakati upi ambapo itakuwa inaondolewa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Hivyo basi mtazamaji, sasa hivi bado tunazidi kusubiri. Kile kinaendelea ni kwamba bado wazazi wamekita kambi katika shule hii, hasa wale ambao wamepokea taarifa kuhusiana na vifo vya watoto wao. Wanazidi kusubiri wajue pengine ni wapi tamati itakuwa ni ipi, siku itaishia wapi, lakini imekuwa ni siku ya majonzi sana katika shule hii. Kufikia sasa hivi bado chanzo cha moto huo hakijathibitishwa, na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alikuwa hapa awali akiwa ameandamana pia na waziri wa elimu Julius Migos, na walisema kwamba uchunguzi unazidi kuendelea ili tufahamu ni kipi ambacho kilisababisha moto huo, lakini bado hatujafahamu. Na vilevile mchana ambao walikuwa wamehojiwa na maafisa kabla ya kuelekea nyumbani na wazazi wao. Hivyo basi mtazamaji, ni hayo tu ambayo tunaweza kukueleza kutoka katika eneo hili, lakini kunayo taarifa nyingine ambayo nilikuwa nimeishughulikia leo hii mchana. Hivyo basi hebu tuitazame jinsi hali ilivyokuwa. Learners who are here present with their parents in the course of the day, and will continue briefing you on the process of the investigations and the outcome. I take this opportunity to pass, on behalf of the Minister and myself, our condolences to the families, and continue wishing those who are injured quick recovery. Investigations are ongoing, but the identification of the cause of the fire is not yet identified. We'll be able to give you that information once the investigation is complete. I want to pass my condolences to the families that lost their loved ones. We know that this is a very anxious moment, and even as we account for the 16 so far identified as having passed on, I want to ask the people of Kenya that together
we stand with the families, the Utumisha Academy fraternity, and the rest of the family members who have lost their loved ones. I ask everyone to be patient. We avoid speculation as to the cause of this tragedy. I also want to thank the multi-agency team of disaster response, starting from our county security team led by the county commissioner, the KDF team, the various formed up units, including us too, that came in very fast. As you very well know, most of the students who come to this school are children of our officers who serve in the National Police Service. As a country, this is a serious tragedy. The investigations are going to be thorough. The Director of Criminal Investigation is here. The crime scene investigators are already here. The officers from government chemists are also here. And all processes will be done, including DNA tests, to ensure that these processes are done successfully. We are working to make sure that everything that needs to be done is done. And as you have heard, we also have the Director of Criminal Investigations and his team, because it's also important to get to the bottom of what caused the fire so that we can make sure that it does not happen in the future anywhere else. Hii shule ni shule ya ngazi ya kimataifa na iliweza kuanzishwa mwaka wa 2020, ikaweza kukua na ilikuwa na watoto, sasa imefikisha watoto 815 na watano, lakini wale walikuwa kwa shule ni 808, na kwa lile bweni la kulala kulikuwa na watoto takriban 200. Zaidi ya watoto 700 wanaweza kushikanishwa na wazazi wao waweze kuondoka, ndio tuweze kupatia hata nafasi wale teams ambao wanafanya uchunguzi, wale ambao wamekuja hapa kuchukua chembechembe sababu ya kufanya DNA, sababu unajua kwa mikasa ya moto inakuwa iko na shida ya kuweza kutambua hata ni nani ambaye ameweza kutuacha. We activated our emergency team, who turned up now to attend the casualties. At that time, we were brought around 69 students who had multiple injuries resulting from the stampede that occurred after the dormitory caught fire.